wengi wanapenda kuita TBT. Desemba 14 mwaka 2022 ilikuwa ni michuano ya kombe la dunia pale nchini Qatar. Na katika uwanja wa Al Bayt Stadium kuna mchezo ulichezwa. Mchezo huu ulimkutanisha Morocco na Ufaransa. Katika mchezo huo ulikuwa ni wa nusu finali. Kwa mara ya kwanza tulishuhudia timu ya kutoka bara la Afrika ikitinga nusu finali ya michuano ya kombe la dunia. Na kwa bahati iliyokuwa mbaya au nzuri rekodi iliandikwa kwa Morocco kuingia nusu finali. Mbaya, Morocco aliishia hatua ile ya nusu finali. Alifungwa goli 2-0 na Ufaransa, magoli ya Theo Hernandez pamoja na Colomwani ikitokea substitution. Bahati mbaya Morocco safari yake ikawa imeishia pale, akaenda kucheza nafasi ya 3, akashika nafasi ya 4. Kwenye kombe la dunia 2022 aliishia nafasi ya 4. Tukiachana na hapo, kuna michuano ya kombe la dunia inayoendelea ya under 20. Kombe la dunia vijana ya umri wa miaka 20 pale nchini Chile. Siku ya jana usiku wa kuamkia leo kuna nusu finali imepigwa. Ilikuwa ni kati ya Morocco, the Lion of Atlas, simba wa milima ya Atlas wa barani Afrika, walikutana na Ufaransa. Huu ni mchezo wa nusu finali, unamtafuta tena mtu wa kwenda finali. Katika mchezo huu, moja kati ya kitu ambacho ni cha kufurahisha sana, Ufaransa wana mtoto wa Zinedine Zidane, Zizou Elial Zidane, ambaye anachezea pale Real Betis chini ya umri ya miaka 20. Katika mchezo huo ulitamatika kwa mikojo ya penalty, na hatimaye unaweza kusema kisasi ambacho Morocco walitolewa na Ufaransa 2022 kimelipwa na vijana wao au wadogo zao, baada ya hapo jana kutinga hatua inayofuata ya finali, na sasa anaenda kukutana na Argentina. Finali ya 2022 alikutana na Ufaransa na Argentina akachukua ubingwa. Sasa finali ya msimu huu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 inayofanyika pale nchini Chile mwaka huu 2025 ameingia Morocco na Argentina. Kwa hiyo Morocco wanaonyesha kwamba wao ni kizazi cha soka, wanatengeneza kizazi cha soka ambacho kitakuja kuwa dominated, yani watakuja kwenda kutawala soka la dunia kwa siku za baadaye, kwa sababu hii ni michuano ya vijana ya umri wa miaka 20. Wameingiza timu finali, wameenda hatua hiyo baada ya mikojo ya penalty 5-4, na penalty ya mwisho golikipa wa Morocco, golikipa nambari 3, kwa sababu aliingiza golikipa nambari 1 akatoka, akaingiza golikipa nambari 2 akatoka, akaingia golikipa nambari 3 kwenda kuokoa mikojo ya penalty, kaokoa mikojo ya penalty wa mwisho. Morocco akaenda tu inayofuata. Dakika 90 ilikuwa ni 120 ilikuwa ni 1-1. Kwa hiyo Morocco wanaonyesha nini maana ya uwekezaji kwenye soka na sio janja. Uwekeza katika miundombinu. Ukiangalia miongoni mwa nchi ambazo Afrika kwa sasa, hata ukisema tunapeleka michuano yoyote, mashindano yote, wako tayari kucheza hata leo, ni Morocco.